Alikiba na Diamond Platnumz waingia kwenye listi ya majenerali wa Afrika, na hii ni baada ya kuachiwa kwa teaser nyimbo mpya Pato Ranking, ambapo wameachia video yenye ujumbe mkubwa wa Afrika ama mtu mweusi, na hiyo ni baada ya video ya wimbo wake mpya wa African Soldier ambao utaachiwa Machi 11 according to post yake mwaka huu, na caption inasomeka kwamba reminder of who we are. Sisi ni nani hasa? Kumbuka sisi ni nani hasa. African Soldiers drop March 11, 2026, akimaanisha African Soldier, hiyo askari wa Kiafrika, itaachiwa tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka huu 2026. Maana ama lengo la nyimbo ni kutukumbusha watu weusi sisi ni nani. Sasa kubwa ni kwenye hii video inaonekana Pato Ranking, nyuma yake kuna runinga zikionyesha watu mashuhuri wa Afrika aliwaita soja, yani askari wakubwa ambao ni misili ya majenerali wa jeshi kutokana na mchango wao katika nyanja zao. Yani hao watu ambao wanaonekana kwenye hizo runinga wanatoka kwenye nyanja tofauti, na wote ikionekana wana mchango mkubwa sana kwa watu weusi Afrika kwa kile ambacho wanakifanya. Kutokea Afrika Mashariki wapo walionekana kwenye hizo runinga, akiwepo Diamond Platnumz na Ali Salehe Alikiba wa Tanzania, lakini pia wapo Sauti Sol wa Kenya na Eddy Kenzo wa Uganda. Sasa naomba nikupitishe sasa kwenye listi ya watu ambao wanaonekana kwenye hiyo runinga ya Pato Ranking, kwenye hiyo video ya teaser ambayo Pato Ranking kaiachia, na ujumbe as I told you kwamba anaonesha Waafrika tujue thamani yetu, tujitambue sisi Waafrika ni nani. Sehemu ya kwanza kuna mizizi ya uhuru. Nimegawanisha partition kuonesha kuna uhuru. Sasa nazungumzia masuala ya kisiasa. Kwenye kioo cha kwanza tunaona nyuso zilizopigania utu wetu sisi watu weusi, ambapo tunamwona Haile Selassie. Huyu ni kaisari wa Ethiopia, na hii manake ni ishara ya ujasiri na uhuru wa kweli wa Mwafrika. Lakini pia yuko Kwame Nkrumah, mwamba wa Ghana, ambaye kauli yake kubwa ama lengo lake kubwa liko Afrika lazima iungane. Yuko pia Nelson Mandela, tata hii hapa kutokea pale bondeni kwa Mzee Madiba. Tabasamu lake linatukumbusha kuwa kusamehe ni ushindi na uhuru hauna bei. Ikumbuke bana, Nelson Mandela katika harakati zake aliwahi kufungwa kwenye jela, na jela ilikuwa kwenye visiwa vya Ruben kule, wakati anapigania uhuru nchi Afrika Kusini, na vitu ambavyo pia vimepelekea Afrika Kusini kudelay kupata uhuru kupata mwaka 1994, na hiyo ni pia kutokana na Nelson Mandela kuwa gerezani. Lakini pia yuko Thomas Sankara na Patrice Lumumba, makomando wa fikra walioamini katika kujitegemea kwa bara hili la Afrika. Lakini pia sehemu ya pili, sauti ya mapinduzi, yani muziki ya kale. Hapa tunaona waasisi wa muziki fulani, ambapo tunaona kuna Fela Kuti. Huyu jamaa akiwa ameinua ngumi juu, mwanzilishi wa Afrobeat aliyetumikia muziki kama silaha dhidi ya dhulma. Yani muziki yake ilikuwa anazungumzia sana masuala ya dhulma, kupingana na dhulma. Lakini pia yuko Lucky Dube na Bob Marley. Ingawa ni vizazi tofauti, picha zao zinawakilisha ukombozi kupitia muziki wa reggae. Na ikumbuke hiyo ngoma ya African Soldier ya kwake Pato Ranking ni midundo ya reggae. Yani ukisikiza ni reggae yenye flavor fulani ya mahadhi ya kisasa. Sehemu ya tatu hapa tunaona majenerali wa kisasa, the new kings and the queens. Hapa nazungumzia sama kings na maqueen wa sasa hivi ambao wameonekana kwenye hiyo A-list. Picha zinaanza kubadilika kwenda vijana wanaongoza dunia sasa. Tunaonyesha kwenye nyanja ya muziki. Yuko Alikiba, King Kiba kutokea Tanzania, akiwa na utulivu wa kifalme. Yeye ni mwakilishi wa muziki wenye hisia na ufundi, yani muziki wetu wa Bongo Flava ni mfalme mmoja tu, ikiwa na watu wakisema wana muziki wa Bongo Flava mfalme ni mmoja, kuonyesha Alikiba most of time anafanya sana muziki ambao una mahazi ya Kitanzania. Lakini pia yuko Diamond Platnumz, Simba kutokea Tandale, aliyepasua miamba na kufanya muziki wetu uchezwe kila kona ya dunia. Kila mmoja na engo yake. Kuna mmoja anawakilisha muziki ile total kwamba hii ni Bongo Flava. Ukizungumzia muziki wa Tanzania, mahadhi yetu, basi unasema Alikiba shika bendera. Lakini kupenetrate kwa kiasi kikubwa, Diamond Platnumz naye amekuwa na mchango mkubwa. The Big City kutokea pale Nigeria, anamzungumzia Burna Boy, Wizkid pamoja na Davido, miamba Nigeria inayotikisa chati za Billboard na majukwaa ya Grammy. Lakini pia yuko Sauti Sol kutokea Afrika Mashariki, mabalozi wa sauti tamu kutokea Kenya wakionyesha umoja ni nguvu. Tiwa Savage na Yemi Alade, hawa ni mamalikia waliovua taji za kike na kuvaa silaha za kishujaa kwenye sanaa. Hapa ndo Tiwa Savage na Yemi Alade. Maana mashairi muhimu ambayo yapo kwenye nyimbo
I am an African soldier, mimi ni askari wa Kiafrika. Hamaanishi askari wa bunduki, bali askari wa utamaduni. Anamaanisha kila Mwafrika anapaswa kupigania heshima ya asili yake mahali popote alipo duniani. If you never know, you better know now. Kama ulikuwa ujui, basi ufahamu sasa. Huu ni ujumbe wa ulimwengu kwamba Afrika si bara la matatizo tu, bali ni bara la washindi, wabunifu na watu wenye historia tukufu inayopaswa kuheshimiwa sasa hivi. Lakini pia kuna neno la kilugha ya kwao huko ambalo hii tunasema ni native language. Anasema Abule. Abule ni kijiji au mtaa. Wimbo unaitwa Abule kwa tafsiri za kwao. Kurejesha heshima mtaani. Ujumbe ni kwamba mastaa wote hawa walianzia Abule, yani walianzia mtaani au kijijini. Bila msingi hiyo ya nyumbani wasingekuwa majenerali wa leo. Ningependa tu hitimishi kwa kile ambacho kipo. Nasema kwamba video hii ni daraja, inatuambia kuwa Alikiba na Diamond si maadui, bali ni askari wenzake na Burna Boy na Nelson Mandela, Pato Ranking, lakini pia wako wa mama wengi ambao waliasisi au wamefanya vizuri kwenye muziki wa Afrika. Wote wamepigana vita moja, kuifanya sauti ya Afrika isikike na kuheshimika milele. Afrika ni moja, muziki ni silaha. Kingine cha kuongezea ni waambie tu ya kwamba kuna watu ambao wengine hawapo kwenye hiyo list na wana mchango mkubwa, maybe unafahamu, lakini highlight picha kwamba nao hawana mchango. Cha kuwakumbusheni ni kwamba tarehe 11 Machi hiyo ngoma ndipo itaachiwa, African Soldier. Bana, mimi ni Engineer Sova na hii ni Masasi One Online TV update Downy City.